This is Africa Transformation Digital Media, where we speak, we learn, and impact. We are back with our discussion, and we were talking about mental health. And I think I asked you a question before we go for a break, and it was just to elaborate some of the signs and symptoms of mental health. Yeah. Okay, but when it comes to symptoms, Yes. We have emotional symptoms and behavioral symptoms. Now, let's talk about emotional symptoms. Okay, we said we have two types of symptoms. We have emotional symptoms and behavioral symptoms. Yeah. So let's start with the emotional symptoms. What are the emotional symptoms? Sadness, anxiety, Okay. loneliness, loss of interest in activities. Yes. And loss of appetite. Yeah. So umesema mtu kama afeel kukula, hiyo ni mental health. Yeah. Serious. Depression, when sometimes you are depressed, I can stay in the house not eating. Hiyo cause ya appetite hiyo ni behavioral, cause ni ile tabia. Behavioral ni tabia. So hiyo iko under behavioral symptoms. So hiyo kitu ni kama mbesimi. Unajua nimeambiwa saa hii before turudi kwa issue. Eti unaweza kosa kujua tuko na mental health. Na kuna kitu umesema hapa ambaye inanishtua, because umesema kukosa food. Mimi naweza kaa kwa nyumba the whole day na nikose kukula. Kuna ile niko na okay, tukienda kwa behavioral symptoms, loss of appetite. Yes. When you are depressed, huwezi kula. Hata ukiletwa ile your favorite ile time, hata ukiletwa your favorite meal, ani ujisikii kukula, usikii njaa, ujisikii kukula, ani feel anything, you just want to be alone. Your appetite hakuna. So those are emotional. Those are physical, behavioral. Those are behavioral. So tuko na tena emotional. What are now the emotional? Unajiconfuse pia wewe. Si nimesema sio, nimekuuliza those are emotional. Those are emotional. Loss of appetite ni behavioral. Ani zile tabia zile. Ana hata loss of sleep pattern, hiyo ni behavioral. Unashindwa kulala, trouble in sleeping, unajigeuza kwa kitanda, ani usingizi hakuna kabisa, una overthink hadi usingizi hakuna. Ulali vizuri like unafaa kulala 6 hours 5 hours, hiyo hauna, unakaa tu sawa. And it's not normal. It's not normal as so the emotional inaweza kuta unajipata ina suicidal thoughts. Ani unasikia ukiwa hata kwa nyumba unasikia uchukue hiyo kisu ujidunge. Ani una feel you are tired with life. Unalia uko una break down, unasikia tu uchukue something ujiumize. Ani unafika tu physical nini. Ile ani hata ukijidunga na kitu usikii that pain. Ile pain unasikia ni ile emotional pain. Ile pain unasikia kwa hati yako. That's very dangerous. That's very, very dangerous. Yeah. So what are the most common illness ambayo unaweza sema if you see this kind of illness unaweza sema this person is affected by mental health? The most common most common illness like anxiety. Anxiety. Mtu akiwa ako na anxiety, ako tu like mtu tu akita na anxiety, ana msimamo, ako tu hivi. Ani unakaa uko restless, una overthink, ani utaki kukaa na watu, uko tu solo like. Ani hata mtu akikuona anajua kuna shida mahali, but ukiluza utaki kusema. Ani because utaki kujajiwa, ama unakuwa inafika uko na that pain hadi unashindwa ku. And do this kind of symptoms or illness, do they have a time frame whereby unasema unajua kama tunasemanga maybe for example kama HIV, unasema ukifika hii stage ni window stage. Kuna levels of mental health, kuna stages. Inafikanga ya kujikubali, acceptance. Unajikubali ikifika mahali kwa maybe unajua kuna causes of na depend cause nini ilifanywa kwa depressed. Unajua kuna family history, maybe background ya yenu, pregnancy,
maybe how you giving birth pia unakuwa depressed na menopause. Menopause inaweza pia mtu depressed. Uko depressed, una boyfriend, hujapata mwanaume, hujaoleka. Ukifika menopause unakupa depression. Menopause wewe ngoja usafiri salama. Menopause imagine umefika menopause uja achieve zile vitu ulikuwa unataka in life. Umesema umefika menopause una boyfriend. Nasema kwa mfano unafika umefika menopause uja achieve zile goals zako. Unaona? So alafu unaona you are maybe watu wa rika yako au 40 50 mali wako wewe yuko, so inakupa stress, unajiona like at my age sija achieve zile vitu na ndio nimefika menopause. Maybe hujapata mtoto, maybe hujaoleka, maybe unajua financially yuko unaenda kuretire, hujafanya you don't have any investment. So vitu kama hizo ina lead to depression. Ukifika menopause unaona most of the inafika stage unaona hao watu tunafaa kwa heshima zao, hao watu elderly kuna wanakuanga tu kisirani, unajua wanakuwa tu mamudi. Kama mtu alikuwa anasema sijui mbona millennials wako na machungu, inaweza kuwa mental health. Wako depressed, unajua hiyo kuzeka pia na pia mtu depression. Unaona dakika imeyoyoma. Unaweza kuwa una overthink. Na sina form. If Mungu angenirudisha nyuma 10 years ningefanya hivi na hivi na hivi. Unakaa chini unasema at my age nimefika hapa, vitu nimekuwa disappointed in life, nimefanya mistake, a lot of mistakes janifikisha mahali. Sasa zinaanza kupile. So in a simple term, what are the causes of all these depression? Nimesema yeye kwanza tumongelelea menopause. Na si kama si wanaume yenye hatuna menopause. Si hatuna menopause, si tunaweza zaa mpaka 99. Sasa acha basi hiyo basi kwa sisi as women. Alafu nakuta maybe failed marriage, umoleka ifani, unajua. My director alikuwa anasema, ulikuwa unasema kitu hapo, ulikuwa unasema eti wanaume wanapitia nini? Menopause ndio mamen. Menopause ndio mamen. Sasa hatuwezi go through menopause. Hiyo ni hatari. So prepare family issues, maybe your marriage iko stable, maybe mmekuwa parents mkabluzi mtoto, hiyo pia hiyo ni lead to depression. Kwanza hiyo ni worse I guess. Na exam upata hiyo ni ndio kwa maana unakuta like wanafunzi wana commit suicide, unakuta ulifanya FQE ujajipata kwa nini kwa watu wana graduate. So unakuta all your friends wako hapo, wewe au yuko reason umefail. So una feel like hata feel kutoka uko unajifungia. Sasa unajiuliza school fees juu hiyo story. Wacha tukunywe nini tutulize ili kwanza ndio tuendelee. Juu ukifail utarudia. So unaangalia maybe una hiyo pesa that una feel embarrassed. Unajua hiyo ni something normal. Unaona rafiki zako wanaenjoy, wanaika TikTok, nini. So inakupa depression pia. Umemention something about TikTok. Does social media also ndio cause of mental health? How? Like unaenda kwa TikTok unaona huyu amemake it, ana drive na ni age 20 21 25 huko. Unataka ni unakopi that, una admire that life of that person. Ujui jani yake na ujui mali anatoka. Sasa hizo wewe uko 38, wewe uko hapo kazi yako tu ni kuview TikTok na kwenda na kutafuta screen. So inakupa depression. Una admire that life, inakulead ufanye vitu zingine zenye ufai. So hiyo kucompare life ya mtu mwingine na mtu yako na mtu mwingine. Kila mtu ako na jani yake na kila mtu ako na siku yake. So hiyo kwa admire unakaa unajiona like hapana. But sometimes Rafi, I always fikiria that sometimes ukiona mtu akiwa pale juu anaweza kukumotivate. Useme vile nani amefika pale juu akanoso. Ama pia unakuta ulikuwa na ubeshte. Ameenda kwa juu lakini siku hizi hata nikampigia simu ashiki. By the way, I have a friend that is working in White House in the United States. Wenye tulikuwa tunahustle naye. But I'm telling you the truth. I have a friend that is working in White House. So kuna time unaweza kuwa na friends. Mimi ni comedian Kenya.
Ni sawa, lakini siko depressed. So unakuta huyu guy amekuacha na mlikuwa tulikuwa tunalala nyumba moja, sasa mna nini but baadaye akakulenga hivi, pia ni inakupea depression pia. Yes. So umesema social media pia inachangia a lot of stuff. Sana na inafanya youth siku hizi wanafanya vitu nyingi zenye hazifai. So how can we cope up with this kind of symptoms ama this kind of illness? Kama sisi tunaweza cope up na hizi, tunaweza cope up ajaji na hizi vitu like kama uko depressed, anaweza advise ujiengage kwa activities, kusocialize na watu, wenda uko juana na watu, kama ni church hizi za kwenda places, kama nizi kwenda kuangalia children's home, enda hospitali. Like unajua the more unaenda unaji explore na huko unaona no, kumbe si mimi nilifanyika na hii kitu, if uliluzu mtu unapenda, so unasema kumbe si mimi peke yangu. Una job, so unaenda pale usema si mimi peke yangu sina job lakini niko sawa, but kuna mwenye ako hospitali. Unaongezwa maji so una jinini pia kujituma hapo nje. Big time. So wewe kama student wa KMTC, mko na safeguard gani ambayo mnatumia pale kufanya nini ku reduce mental health shule? Sasa zingine tunakuanga na hiyo welfare ya watu wa nje wanakuja wanatuongelesha about hizo drugs, hizo courses, hizo courses na results za kutumia hizo drugs na how we can avoid hizo kutumia hizo drugs. So tunakuanga na hiyo talk. Wanakujanga kutuongelesha kuambia about mental health. Okay. The causes hizo, what are the consequences za kutumia hizo drugs, na vile tunaweza avoid hizo peer pressure, bad companies. So for example, someone is watching us right now, maybe he's going through mental health. Ni places gani anaweza enda na apate solution, ama ni places gani anaweza enda ama how can he get a solution? First, come join us, African Transformation Digital Media One. Hiyo ni platform nzuri. And if kama unaweza afford kwenda therapy, unaweza join wende therapy. And tena tafuta ule friend you can trust, a mature one, mwenye anaweza kukusikiza bila maybe unajua pia watu wako afraid kushare their problem. Unaogopa, naweza kukwambia leo shida yangu, kesho wewe unitangaze. So tafuta ule rafiki mwenye ukimwambia your secret is safe. Hata mkiachana mtu ataanza kukutangaza nini pia hiyo. And talk to someone, like usiji isolate na watu. Usibaki toka tu nje, explore. Unasema usibaki island. Look for people, at least talk to them, make yourself busy. Because the moment unajikwa idle, ndio hizo suicidal thoughts zinakuja. Uko alone, yo peke yako, una overthink vitu nyingi sana. Ina lead unaona you are not worthy hata to be alive, so inakufanya usikie tu kutake your life. And pia loving yourself. The moment unavaa vizuri, unanukia vizuri, kitoka nje una feel your esteem is high, your self esteem is high. So usiji isolate hadi umejiachilia, because pia ukijiachilia pia inafanya uko na low esteem, your low esteem inakuwa unaenda chini. So but uko na ile uko depressed, unajua what you are going through, but ukioga tu pale, piga luku uko tajiri, yani unakata unasema tu amen, just amen, but wewe mwenyewe unajua kitu unapitia. So ukikuwa huko nje, ile umesema hiyo point, mimi mtu leo ameniita tajiri nikasikia kulia, wallahi nilikuwa na mbao juu chini. Uwezi jua kwa nini amekuita tajiri pia, unajua. So unamwambia amen, but sasa unajua hivyo mtu kukusifu watu kukusifu inafanya uko na high esteem. So at least your depression ina reduce. Wow, jiachilie hivyo sana. Na ladies and gentlemen, that was mental health that we were talking about. And vile tumesema, we have a greatest visitor today in our studio. Na vile ametuambia so many amazing stuff about mental health. Tumeongea about courses, we have talked about how to go about how to go about the illness, how to cope with the illness,
we have discussed about the causes, and right now as we finalize, ningependa tu kukuuliza ya kwamba tukimalizia, your last word to someone maybe ana go through mental health saizi, unaweza waambia nini wale ambao wanatuwatch sahi? Unaweza waambia nini ambao wana go through mental health? Kitu naweza advise, don't isolate yourself, don't feel usijieke feel lonely. Go outside, share your problem with someone you trust. Unajua, ambia mtu akuadvise, or if you can afford, go for therapy, vitu kama hizo. Don't give up. Kila mtu anapitia, kila mtu anapitia, kila nyani yako na kila mtu anapitia, na itaisha. Itaisha, with time itaisha tu pole pole. So your social media handles where they can find you? TikTok, niko TikTok peke yake. Uko TikTok peke yake? Faith. Faith 6991. Faith 6991. Wanakupata pale. So thank you so much, Faith, for coming. Thank you so for a great conversation. Thank you so much for kutufundisha na kutuelimisha about mental health, and welcome back to African Transformation Digital Media. This is also a place where we learn and also impact the community with the wisdom that we have. So as we finish the show, I was your host, MC Exodus, and thank you so much for watching this show. We will come back another episode with the same topic and try to advance it and know more about mental health. We'll be keeping you in touch, and for you to get these shows, make sure that you press your notification bell, make sure that you leave a comment, make sure that you subscribe. See you on our next episode. This is your boy MC Exodus. Thank you.